Assalamu alaikum, karibuni Aroma of Zanzibar. Hii ni part 1 ya marination ya vyakula vya Ramadhani. Hapo na kidari cha kuku ambacho ni kinene sana, wanavikata vipande katikati. Na hii ni marination ya pasta. Nafanya basic marination ya pasta, halafu baadaye nitaongeza, inategemea tena kama watu wanataka Cajun au Italian au whatever. Kwa hivyo basic wanatumia kitunguu thomu, tangawizi mbichi, pilipili manga, chumvi na oregano. Basi hivyo vitu vinne tu ninavyotumia kwenye basic, pamoja na mafuta ya olive oil. Alafu kama kawaida nachanganya vizuri. Alafu nitaweka kwenye mifuko miwili, kwa hivyo tutakuwa na pasta za aina mbili. Wiki hii na wiki ijayo, pengine wiki nyingine, lakini najitahidi nisiweke zaidi ya wiki 2 kwenye freezer. Baada hapo natengeneza kuku wa kupaka. Kuku wa kupaka wanatumia mguu na nini wanaita na paja pamoja. Natumia cumin powder, coriander powder, red chili powder na pilipili manga. Zote huwa napenda kuweka kipimo kimoja, yani kipimo sawa sawa. Na bizari ya manjano tu ndo wasieki nyingi sana, na chumvi ya kutosha. Kitunguu thomu na tangawizi mbichi kama kawaida, ndimu au limao. Hii ni basic marination na wanafanya hata kwa mchuzi. Lakini kabla sijachanganya na kahisi kama haitotosha. Kwa hivyo kipimo ni kiasi chako wewe mwenyewe utakachopenda. Hii ni idea kwa vile ninavyofanya mimi. Okay? Na kuku huyu anakuwa anakuja packed, anakuja miguu 6, mguu na paja wanaita quarter leg, inakuja mguu na paja pamoja. Kwa hivyo nimeongeza vile viungo vote pamoja, naweka na mafuta hapo. Napenda kutumia mafuta ya olive oil. Mimi nikisema alizeti, lakini nasikia alizeti nyinyi mnasema ni sunflower, basi kwa hivyo lazima niseme kwa Kiingereza olive oil, lakini unaweza kutumia hata vegetable. Muhimu kuonja. Okay, na hivi nataka kule vizuri. Kwa hivyo hapo niko tayari. Na kuku wa kupaka mara nyingi naweza kufanya na mkate wa ufuta na maharage, things like that. Okay? Alafu siku ya kupika ndo nitafanya tui tu peke yake au utamchoma. Hapo kwa hivyo kama kawaida nachanganya kwenye kuku wangu. Na actually nilikuwa nataka kufanya jana sikupata nafasi, lakini na mimi huwa nafanya vitu vya wiki 2 tu, alafu next weekend nitafanya tena. Na sasa hivi nafanya kuku tu peke yake kwa sababu nyama huwa sifanyi marination, na wala samaki, yani pre-marination nikaifanya alafu nikaifreeze huwa sifanyi. Naitumia siku ile. Mara nyingi huwa tunafanya steak au labda kama mchuzi naweza nikachemsha tu nikaeka tayari, lakini si sana kula mchuzi wa nyama nyumbani kwangu. Michuzi kabisa actually sio sana. Anyway, hapo tayari nitaandika hapo kwa kupaka. Huwa napenda kuandika na tarehe, kwa sababu kama imetokea hatukupika kuku wa kupaka, nikija kumuona nikumbuke kama huyu anahitajiwa kupikwa. Sasa hivi naanza na tandoori chicken. Hapo nimeweka yogurt kama kawaida. Nimetumia Shan tandoori masala. This is my first time. Mimi napenda kutumia Raja. Alafu nimeweka na kitunguu thomu na tangawizi mbichi, chumvi nimeongeza na cumin powder na Kashmiri red chili powder, ndimu au limau. Alafu nimechanganya. Na hizi masala sometimes zinakuja na rangi, sometimes zinakuja hazina rangi, nyekundu, nyingine zinakuwa brown. Kwa hivyo kama utahitaji unaweza kuongeza rangi. Nimeonja nikaona nahitaji kuongeza pilipili. Na haya mustard oil ni mafuta ambayo yanatumika sana kwenye pishi hili kuleta ladha fulani hivi, although yana harufu kali. Kwa hivyo mimi huwasieki mengi, kama utakuwa nayo ni vizuri. Okay, alafu nimeweka na mafuta ya olive oil kuchanganyia. Alafu sasa hivi niko tayari kuweka kwenye miguu ya kuku, ni chicken drums. Sisi tunafanya a lot of grilling ya Ramadhani. Baada hapo nikaona bora niweke rangi, na hisi kama tandoori haijapendeza bila kuwa rangi nyekundu. Okay, basi tushakumaliza hapo. Nachanganya. Na siku nitakayopika tandoori chicken naweza nikafanya naan, kafanya jeera rice, kafanya palak, vitu kama hivyo. Baada hapo naweka kwenye mfuko yangu. Kwa hivyo sasa hivi tuna vyakula vya aina 3. Tuna Mtaliani, tuna Mswahili na tuna Muhindi.
Okay, vingine vitakuja next video kwa sababu sikutaka video iwe ndefu sana. Pia nitakuleteni vyakula vitatu. Asanteni sana kwa kuwa nami, nawatakia siku njema, nawatakia Ramadhani njema. Shukran.